Katika jaribio hilo, Evans ataanza safari yake kwa kuendesha baiskeli kutoka kijiji cha Mabungo hadi Marang'u-Mtoni. Baada ya hapo ataanza kupanda mlima Kilimanjaro kwa kukimbia kupitia lango la Marangu hadi kile cha Uhuru, kabla ya kushuka kupitia lango la kijiji cha Maua na kuelekea katika kijiji cha Mabungo ambako atahitimisha safari yake. Akizungumza na waandishi wa habari, Evans amesema kuwa watu wengi waliowahi kuweka rekodi za kupanda mlima Kilimanjaro na kushuka wamekuwa wakianza safari katika lango la Marangu na Umbwe. Hata hivyo, amesema baada ya kufanya utafiti wake amebaini kuwa historia na jiografia ya eneo hilo vinaonyesha mlima Kilimanjaro unaanzia katika kijiji cha Mabungo, hivyo ameamua kuanza safari yake hapo ili kuweka rekodi hiyo. Okay, so the record I'm doing is that I'm attempting is the first total ascent and descent of Kilimanjaro in a day. In the past, when we've done speed records on Kilimanjaro, we've started at one of the gates, typically here at Marangu Gate, and have run up to the summit and back down again to the gate as quickly as possible. More recently, people go to Mweka because it's more direct, so it's quicker. But actually, all of these records are not really true records because they're starting already a quarter of the way up the mountain. Because the park gate isn't at the bottom of the mountain. The bottom of the mountain is the perimeter road that goes all the way around Kilimanjaro. So the true geographic base of Kilimanjaro is down in Mabungo. So I want to start there, go up to Uhuru and back down to Mabungo again as quickly as possible. As long as I do it in a day, I'll be satisfied. It'll be a record because nobody's ever done it. Kwa upande wake, mwakilishi wa kampuni ya utalii ya Team Kilimanjaro Joseph Chileli amesema amejipanga kuhakikisha jaribio hilo linafanyika kwa mafanikio. Amepongeza serikali kwa kuendelea kuboresha miundombinu ndani ya hifadhi ya taifa ya Kilimanjaro, akiongeza kuwa hatua hiyo imeongeza usalama wa kuvutia idadi kubwa ya watalii wanaotembelea mlima huo kila mwaka. Kodi hii itaweza kufanikisha, tutapata wageni wengi na ni kitu kizuri kwa sababu naamini kwamba mtalii mmoja anapokuja Tanzania anaweza kuleta uchumi mwingi na anapata mataji mengi katika Watanzania wote. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa mgeni wetu na ni mtu muhimu sana, na katika kampuni yake anakuwa na standard nzuri, ameweza kuleta vitu vingi vya kuigwa, kwa mfano kama live report pamoja kujifunza mambo kama map reading. Tumeweza kujifunza vitu vingi sana. Nao baadhi ya waongoza watalii wamesema tukio hilo ni fursa muhimu ya kuitangaza Tanzania na mlima Kilimanjaro duniani. Hata hivyo, wameeleza kuwa kuongoza mgeni anayepanda na kushuka mlima Kilimanjaro kwa siku moja kunahitaji maandalizi makubwa kutokana na changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa, miinuko mikali na athari zinazoweza kujitokeza kiafya. Kwenye hii swala la kuvunja rekodi, ni kama mara yangu ya kwanza aliteua kumbebea vifaa vyake vya kupandia mlimani akiwa anakimbia na mimi pia na spidi ya kama yanavyokimbia. Nimeifanya hii kwa siku ya kwanza leo, nimeona inahitaji moyo sana, inahitaji uwe na juhudi, lakini pia nimeifanya kama alivyokuwa akitaka yeye, na hata sasa hivi nimetokea Kibo Hati, nimevuka Orombo, nimevuka Mandara, mpaka sasa hivi niko hapa, nimefika kwa wakati ambao alikuwa ameniambia. Ni issue ambayo inahitaji spidi sana kama una pumzi. Na maana tumezoea kufanya kazi za kwenda siku kulala kwenye kempu, tunapumzika. Miaka 26 iliyopita John aliwahi kuja Tanzania akiwa na lengo la kuweka rekodi kama hiyo, lakini hakufanikiwa baada ya kupata matatizo ya kiafya yaliyomlazimu kusitisha jaribio lake. Sasa amerejea tena akiwa na matumaini ya kutimiza ndoto yake ya kuweka rekodi mpya katika mlima Kilimanjaro.